tutaona tena. Tumesahau Jehova Yawe, na tunafungulisha neema kubwa kwa ajili ya mwezi huu. Biashara zote ziinuliwe, ndoa zote zisimame, watu ambapo wanafanya kazi zenu mupate kibali. Mungu akabariki kazi ya mikono yenu. Roho ya kung'ang'ana haitakuwa sehemu yenu, magonjwa haitakuwa sehemu yenu. Vita yenu yeye ndiye mwenye vita, akatupigania kila vita ya mwezi wa 6, akiwachilia kila baraka kwa ajili ya mwezi wa 6. Afya njema iwe sehemu yetu. Bwana, wachilia afya njema, wachilia afya njema Jehova Yawe, wachilia kibali kwa kila jambo, wachilia kibali Jehova Nisi, tukashuhudia kwamba hakika mwezi wa 6 Mungu ametuonekania, Mungu ametukumbuka, Mungu ametuinua. Mipango yote ambapo adui amepanga kwa ajili ya mwezi wa 6 ninafunga na kuharibu katika jina la Yesu. Mwezi wa 6 hii Jehova Mungu akafanye mapenzi yake, Mungu akatutembelee, Mungu akajidhihirishe na kuonekana, Mungu akatukuzwe, Mungu akajidhihirishe hata kwa ajili ya watoto wetu Jehova Nisi. Vyote ambapo tunapanga Baba, tunakabidhi mikononi mwa Jehova. Ikiwa ni siku ya kwanza kwa ajili ya mwezi wa 6, tunaweka misingi Jehova Yawe. Tunaomba kwa ajili ya mafanikio ya mwezi wa 6. Unaomba mwezi huu ukawaida ndani ya ibada, ukawaida iondoke, watu kukua na kiu, watu kukua kiroho, watu kufuatilia, watu kujua Mungu katika kiwango nyingine, watu kumtukuza Jehova na kulimidi jina lake, watu Jehova Yawe kushuhudia. Mwambie Bwana, mwezi wa 6 ninadai ushuhuda yangu, dai ushuhuda yako katika nyanja zote za kimaisha. Mwambie Jehova Nisi, mwezi huu Baba sitakuwa na ukawaida. Mwezi hii Jehova Yawe nitashuhudia matendo yako makuu, nione nguvu zako, nione uweza yako, mapenzi yako itimie katika maisha yangu. Fungulisha na kudai katika jina la Yesu. Mwambie Jehova, yale ambapo hukutenda mwezi wa 5, anza kudai siku ya kwanza kuona miujiza. Omba kwa kiwango ya kwamba Mungu abadilishe hali, haijalishi ni ngumu namna gani. Yale ambapo ujui Bwana akufundishe, Mungu akakufundisha. Yale ambapo ukujui utende mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mwambie Bwana, mabwana, neema iongezeke, neema ya maombi, neema ya kujua neno la Mwenyezi Mungu. Mwambie Jehova, ninaomba neema yako iongezeke ndani ya maisha yangu ili nifike mahali ambapo ulipanga. Mwambie Jehova Rafa, ninaomba mwezi wa 6 hii niinue kwa imani, Mwambie Jehova akakushike mkono, mwambie Bwana akakuongoze. Jehova, hii ndio kanisa lako ambapo lisema tajengwa juu ya mwamba, mahali ambapo mlango wa kuzimu haitapata. Ninaomba ibada ya Cornerstone, branches zote Jehova Yawe, magonjwa isionekane, maafa, roho za mauti, ninafunga mwezi wa 6 isionekane katika jina la Yesu. Mwezi wa 6 Jehova Nisi, tupate kibali ya maombi, watu kuinuliwa kwa imani, ibada zetu ziwe za nguvu, ibada ziwe za upenyo, Mungu kutumia wajumbe wake kwa kiwango nyingine, Mungu kuwajaza na hekima, Mungu kuwainua kwa imani, Mungu kuwabariki na afya na baraka kote kote. Ninafungulisha nikidai katika jina la Yesu wa Nazareti, katika jina la Yesu wa Nazareti, katika jina la Yesu wa Nazareti. Ninamsihi Jehova Nisi, ninamsihi Jehova Shalom, ninamsihi mtakatifu watakatifu. Wacha Bwana mabwana utukuzwe, wacha Bwana mabwana ukainuliwe, wacha Bwana mabwana ukabudiwe. Ni mnabudu nani kama sio wewe, anaotenda mambo ambapo mwanadamu hawezi kutenda? Ni wewe peke yako, jiwe la pembeni. Tumetazama uso wako mahali mwamba wetu. Msaada yangu natoka kwa Jehova Nisi, msaada yangu natoka katika malema ya Bwana. Asubuhi ya leo kanisa, omba, mwambie Mungu wa maajabu ya kwamba mapenzi yako itimie. Asante Kristo, asante mfalme wa falme, asante kwa sababu ya yale yote umetenda mwezi wa 5. Asante kwa ulinzi, asante kwa baraka, asante kwa afya njema, asante kwa nguvu zako na uwezo yako. Asante Bwana hata kutuwezesha na kutuonekania ili tukafike siku ya kwanza kwa ajili ya mwezi wa 6. Mwezi hii Jehova Yawe, kila matunda ya mwezi wa 6 tutakula, kila baraka Bwana tutakula
tutaona baba yangu tapika siku ya kwanza, watu waanze kushuhudia kwamba huu ni mwezi wa ajabu. Hatujawahi kuona mwezi kama huu ambapo Mungu anawadhihirisha, Mungu anaonekana katika ibada akiwajalia nguvu zake, watu kukaa kiroho, watu kuinuliwa, kukuwa na kiu na njaa kwa ajili ya neno lake, watu kubarikiwa na kuponywa na neno la Mwenyezi Mungu. Asante Jehova. Asante mtakatifu atakatifu, ninakushukuru, ninakuinua kwa sababu wewe ni Bwana. Ninalihimidi jina lako kwa sababu wewe ni Mungu. Ninakutukuza kwa sababu hakuna kama wewe. Wacha Bwana Roho Mtakatifu ikatawale ibada hii. Wacha Bwana ukajidhihirisha na kujitukuza. Sifa zote na utukufu ni kwako. Nani katika, inua mikono yako tumwabudu Jehova. Ni mwabudu nani mimi kama sio wewe? Ni mwabudu nani mimi kama sio wewe? Hakuna mwingine wa kumwabudu ila ni wewe Jehova. Mwabudu nani mimi kama sio wewe? Ni mwabudu nani mimi kama sio wewe? Hakuna mwingine wa kumwabudu ila ni wewe Jehova. Ila ni wewe Jehova. Ni mwabudu nani mimi kama sio wewe? Ni mwabudu nani mimi kama sio wewe? Hakuna mwingine wa kumwabudu ila ni wewe Jehova. Ila ni wewe Jehova. Ni mwabudu nani? Ni mwabudu nani mimi kama sio wewe? Ni mwabudu nani mimi? Nani tena Baba sio wewe? Hakuna, hakuna mwingine, hakuna kando nawe, zaidi yako hakuna. Ila ni wewe, ila ni wewe
Inua mikono yako tuombe kwa ajili ya neno. Asante mtakatifu takatifu, asante Mungu mwenye nguvu na uwezo, asante Mungu aishie milele anaotenda mambo ya ajabu ambayo mwanadamu hawezi kutenda. Ninakutukuza, ninakuinua, ninalimidi jina lako kwa sababu wewe ni Mungu. Wacha Bwana asubuhi ya leo ambapo umetuhifadhi, umetuonekania, umetufunika na damu yako ya dhamana, umetupa kibali ya kuona siku hii tarehe ya kwanza kwa ajili ya mwezi wa 6. Wacha Mungu ajabu ukawajilie nguvu zako, ukawajilie uwezo yako, ukitulinda mwezi huu Jehova Yawe, ukitulisha tukikula kwa meza yako Jehova Nisi, ukitutangulia kwa kila jambo Jehova. Zaidi ya yote ninaomba mapenzi yako itimie, hata kwa ajili ya kazi ya mikono yetu, hata kwa ajili ya afya yetu, hata kwa ajili ya watoto wetu masomo yao na kukua kwao, hata kwa ajili ya mipango tulio nayo Jehova Nisi. Ibada zetu Bwana ninakukabidhi mfalme wa falme, madhabahu hii hakuna stone na branches zote Bwana ninafunika na damu ya Yesu. Watumishi wote wanaotumika mbele yako Jehova Yawe, mwezi huu Bwana ukawalinde barabarani, manyumbani, mipango yao na shughuli zao zote, pamoja na jamii yao yote. Baba ninaomba kwa ajili ya viongozi wote wa kanisa, Mungu ukajidhihirishe na kujitukuza. Kanisa kwa ujumla, wazee, wa mama na vijana wote, hata na watoto wachanga wote ninafunika na damu ya Yesu. Maadui yote wa Misri hata wagusa katika jina la Yesu. Wacha Bwana mabwana akajidhihirishe, mkishuhudia matendo makuu kwa ajili ya mwezi wa 6. Asante Bwana hata kwa ajili ya siku ya leo. Asante hata kwa neema Jehova Yawe, kila nafsi ambapo imefika mahali hapa ambapo inaenda kusikia neno lako ambaye ibadiliki, Mungu ukawainue kwa imani, Mungu ukajidhihirisha na kujitukuza. Wacha Bwana sifa na tukufu ili kwako unapoenda kunitumia kama chombo, na jina lako kuinuliwa na sifa, heshima na utukufu ili kwako Baba yangu aliye juu mbinguni. Katika jina la Yesu nimeomba na tena kuamini, na mtu wa Mungu aseme big amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Welcome somebody in the house of the Lord. Karibisha mtu katika Tell nyumba him yako. how Jesus loves you with a great love. Ambaye umependwa na upendo mkuu na Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana pesa. You can wave to the Lord. pungia Mungu mkono. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Welcome in your miracle seat, and may the Lord bless you and keep you in the name of Jesus. Karibu kwenye kiti chako cha muujiza. Mungu akubariki na kuhifadhi katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana pesa. Welcome in our first service. Karibu katika ibada yetu ya kwanza. Hallelujah. Hallelujah. Also may allow me to welcome those who are following us in the online. Niruhusu karibisha wale wanaotufuatilia katika mtandao. May the Lord bless you. Mungu awabariki. Day 1 in the month of June. Siku ya kwanza ya mwezi wa Juni. And this month you will never be the same again. Mwezi hautakuwa vile tena. Hallelujah. Hallelujah. It is a month that will reach the unreached places. Utafika pasipofikika. It is a month that you are unstoppable. Hautaweza kuzuilika mwezi huu. I'm giving you powerful words and you are not receiving them. Nakupa maneno yenye nguvu na hampokei. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana ape sifa. In our first service, Katika ibada yetu ya kwanza hii, my sermon for today, ujumbe wangu leo hii, revelation ufunuo of the word of God, wa neno lake Mungu, is a highway to a world of supernatural breakthroughs. ni njia kuu ya kuweza kuingia katika upenyo. Revelation of the word of God Ufunuo wa neno lake Mungu is a highway ni njia kuu to a world of supernatural breakthrough. kuingia katika upenyo wa ulimwengu wa When rohoni. somebody is walking in the highway, Unapotembea katika njia kuu, you cannot get lost, huwezi kupotea, because there is every measure that is controlling your journey. maana kuna kila kitu ambacho kinaongoza The safari. kilometers that are remaining are written there. Kilomita ambazo zimesalia ziko pale. Signboard is there to direct you whether you are going with the underground road Kuna mwongozo katika hizo barabara, or where you are going left or right. unapoenda upande wa kushoto au kulia. That is why revelation of the word of God, Ndio maana yake ufunuo wa neno lake Mungu it is a highway ni njia kuu to a world of supernatural breakthrough. wakati wa kuingia katika upenyo. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana ape sifa. In the book of Joshua chapter 1 verses 8. Yoshua mlango wa kwanza mstari wa 8. In the book of Joshua chapter 1 verses 8. Maandiko kutoka kitabu cha Yoshua 1 mstari wa 8. Nasema, kitabu hiki
cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Amen. The Bible says in the book of Joshua chapter 1 verses 8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have a good success. May the Lord bless his word. Mungu alibariki neno lake. May this word of the Lord sink deep in your heart. Neno hili likaingia ndani ya moyo May wako. this word of the Lord deliver you from every yoke. Likukomboe katika kila nira. Any captivity that the enemy have put you, you will never be the same again. Kila utumwa uliowekwa hutakuwa vile tena. Hallelujah. Hallelujah. Revelation of the word of God Ufunuo neno lake Mungu is the secret that is in the word. ndio siri katika neno. If you understand the revelation of that word, Ukifahamu ufunuo wa hilo neno, is when that word will work on you. hapo ndipo litatenda kazi ndani yako. If you go in the direction of the word alone without understanding the revelation of that word, Ukienda pasipo kuelewa ufahamu what that word wants you to do, kila ambacho lilo neno litaka utende, how that word want to heal you and deliver you, jinsi vile litakuponya na kukomboa, you must understand revelation of that word. lazima ufahamu ufunuo wa hilo neno. That is why the Lord told Joshua Ndio maana yake Mungu akamwambia Yoshua, that meditate in it day and night. itafakari mchana na usiku. Meditation Kutafakari is having time with it, ni kukua muda nayo, spending much of your time with the word of God, kuchukua muda mwingi katika neno lake Mungu, so that you understand the word of God, ili kwamba ukalifahamu neno, the power that is in the word, nguvu katika neno, the work that is in the word. kazi katika neno. Hallelujah. Haleluya. Why? Success Kustawi is a pathway. ni njia. Many people want it. Watu wengi wanahitaji. It will not come for you, Haitokuja tu, but you go for it. lazima ukaiendee. If you go for it, Wakati umeiendea, it demands your time inahitaji muda wako for you to know it ili ukajue and also to understand it. na pia kulifahamu. If you see anybody failing in all capacity, in all areas in life, nobody like failure. Ukiona ukishindwa, hakuna yeyote ambaye anataka But kushindwa, people are failing in life, ila tunashindwa katika or maisha in the house of the Lord, au katika nyumba ya Mungu, because they hear the word of God kwa maana wanasikia neno and they don't understand its revelation. na hawafahamu ufunuo wake. It is a highway, Ni njia kuu. praise the Lord, Bwana apewe sifa. for all the supernatural breakthrough. Kwa upenyo wote ulio katika ulimwengu God rohoni, was telling Joshua Mungu alikuwa akimwambia that Yoshua, if you want to see my blessings, ukitaka kuona baraka zangu, if you want to see every potential that I've released in the world, ukitaka kuona uwezo wote ambao nimeachilia katika neno, everything is in my word. kila kitu katika neno langu, Everything is in my word. kila kitu ki katika neno langu, This word of mine, ila neno hili langu it must be revealed to you in a deeper revelation. lazima lifunuliwe kwa katika It's when undani. it will work in you. Hapo ndipo litatenda kazi kwako. Hallelujah. Haleluya. It is the word of God Neno lake Mungu that making our way successful. hufanya njia zetu kustawi. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Bwana apewe sifa. Praise King of Kings. Mfalme apewe sifa. The Bible says, Maandiko yanasema, this book of law shall not depart from your mouth. kisiondoke kinywani mwako. Position yourself in such a way in this month of June that understand the revelation of the word of God. Anything that you do according to the word of God. Jike katika nafasi ya kuelewa na ufahamu wa neno, utende katika neno hilo. You speak the revelation of the word of God. Kitu ambacho utanena, utanena katika You speak what ufunuo. you understand in the word. Utanena kile ambacho unafahamu katika neno. Hallelujah. Haleluya. But you shall meditate in it day and night. Bali atafakari maneno yake mchana na usiku. Hallelujah. Haleluya. If you come in the house of the Lord the way you are here, Ukija katika nyumba ya Mungu jinsi vile ulivyo hapa, you are hearing, you are like a soil wewe ni kama udongo. that the seed now is being planted. Mbegu sasa inapandwa You kwako. must be such a good soil Lazima uwe udongo that will mzuri allow the seed of the word of God to grow. utakao ruhusu mbegu kuweza kumea. Hallelujah. Haleluya.
You can only be a good soil utakuwa udongo mzuri tu if you prepare yourself fully. wakati umejiandaa sawa That I sawa. want to give myself for the word of God, Nataka kujipeana kwa ajili ya neno to understand it ili kufahamu and to know it na pia and kujua also do it. na pia kulitenda. Hallelujah. Haleluya. You must have meditation prayer. Lazima kuwe na maombi ya To kutafakari. meditate Kutafakari is to spend much of your time on one thing. ni kuchukua muda wako mwingi kwa kitu kimoja You to know it better. ili ukakijue zaidi. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Bwana pewe sifa. Anybody that is in the house of the Lord Yeyote katika nyumba ya Mungu that wants success in the word of God, anayetaka kustawi kupitia neno, be hungry with the word of God. kwa na kiu ya neno, Start thirsting for the word of God. ionee kiu neno, Read it lisome and understand na it. pia ufahamu. If you take much of your time with that word. Unapochukua muda mwingi katika hilo neno. Hallelujah. Haleluya. The Bible says Maandiko yanasema that you may observe to do according to all that is written in it. upate kuangalia kutenda sawa sawa yaliyoandikwa humo. Hallelujah. Haleluya. After coming in the house of the Lord, Baada ya kuja katika nyumba ya Mungu, after hearing the word of God, baada ya kusikia neno, you are given a lesson. umepewa. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Bwana pewe sifa. That go and take much of your time with the word of God, Kwamba nenda ukachukue muda neno lake so Mungu that you know it ili kwamba ukalijue and observe it. na pia kuweza kulitafakaria, Anything that you do in your life, ili chochote you utendacho do it according the word of God that is written. unatenda kulingana na ambalo The limeandikwa. Bible says Maandiko yanasema God rules the whole of the world by the power of his word. anatawala dunia hii kupitia nguvu za Anybody neno. who understands the power of the word of God, Yeyote anayefahamu that nguvu do according to what is written, ambaye utenda kulingana na maandiko, Hallelujah. haleluya, you have power of command. una nguvu ya kuamuru. You can command signs and wonders. Unaweza kuamuru ishara na maajabu, You can perform exploits. unaweza kutenda maajabu. You are unstoppable. Wewe hauwezi kuzuilika. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Bwana pewe sifa. The Bible says Maandiko yanasema it is the word of God that makes people to be wise. ndio neno ambalo hufanya watu huwe na hekima. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Jina la Bwana litukuzwe. Praise them the living God. That you may observe to do according to all that is written in it. You live a life that you do not repeat yourself. Unaishi maisha ambayo hutojirudia tena. Hallelujah. Haleluya. Anything that is written, Chochote kilichoandikwa it is what you do in your life. kile ambacho unatenda katika maisha That yako, is the word of God. hilo ndilo neno lake Mungu. Hallelujah. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Jina la Bwana litukuzwe. Praise them the living God. Even if you go to America, even if you go to Europe, everywhere, so long as you understand the word of God, you are a blessed person. Wakati umeweza kuelewa neno, wewe ni mtu aliyebarikiwa. Hallelujah. Haleluya. The Bible says Maandiko that you yanasema may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have a good success. First, that word must dwell in you. neno hilo lazima likae ndani yako, You must know it, lazima ulijue, so that that word is what will control you and direct you in your day-to-day living. ili likuelekeze na kuongoza katika siku zako za maisha. If you are in a position Ukiwa katika that nafasi the word of God cannot control you ambayo neno haliwezi kukuongoza and to direct you na pia in kukuelekeza anything that you are doing, chochote ambacho unatenda, still you are struggling with God. bado utang'ang'ana na Mungu, You will struggle with the world. utang'ang'ana na dunia hii. Hallelujah. Haleluya. Success will not come to you. Kustawi hakutakuja kwako. Praise the Lord. Bwana pewe sifa. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. But if you observe it, Ili ukiweza and kutafakari anything that you do in your life, na kile ambacho unatenda katika you maisha, do it according to the word of God, utatenda kulingana na neno, you live a life utaishi where you maisha are guided ambayo and umeongozwa controlled na kuelekezwa in the perimeters of the word of the Lord. katika neno lake Mungu. That is a blessed life. Hayo ndio maisha That yaliyobarikiwa, is a delivered life. maisha That yaliyokombolewa, is a life that will see signs and wonders. maisha ambayo utaona ishara na It's maajabu, a life full of testimony. maisha yaliyojaa ushuhuda. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Bwana pewe sifa. For then you will make your way prosperous, and then you will have a good success. Success is not coming first. Kustawi hakuji kwanza, First, your mind and your body and everything must be ruled and controlled by the word of God. lazima kila kitu kielekezwe na kuongozwa na neno, And God will confirm now, my servant is controlled and guided by the word of God. na Mungu ataki kwamba umeongozwa na neno. Success will come automatically. Kustawi kutakuja tu. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Bwana apewe sifa. Praise God. Jina la Bwana litukuzwe. Amen.
It is not about praying for blessings, sio kuhusu kuombea but baraka, it's about doing what the word of God wants you to do. ni kutenda neno jinsi vile linataka. If you do what the word of God wants you to do, Ukitenda neno jinsi vile linakuamuru, automatically living a blessed life is your portion in the Lord. kuishi maisha yaliyobarikiwa ni sehemu yako katika Bwana. Because blessed life released by according to the word of God. Maana maisha ya baraka kuja kupitia neno. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. This month of June, this is one month of meditation in the word of God. Mwezi wa kutafakari katika neno lake Mungu. This is the month that everything you do according to the word of God. Utatenda kila kitu kupitia neno. If you do according to the word of God, this word will make your way prosperous. Itafanya njia zako kustawi. And then you will have a good success. Utafanikiwa na pia kustawi. Hallelujah. Hallelujah. Everywhere you go, you will find favor in the sight of the Lord. Popote unapo utapata kibali machoni pa Mungu. Struggling and failure is not your portion in the Lord. Kuangana na kushindwa si sehemu The yako. word of the Lord lives in you. La Mungu likaapo ndani yako. Anything that you do according to the word of God. Utakapotenda kila kitu kulingana na neno. When you pray with the word of God. Unapoomba unaomba na neno. When you sing with the word of God. Ukiimba utaimba na neno. Anything that you request from the Lord, you request when you are guided by the word of God. Ukiomba utaongozwa na neno. Hallelujah. Hallelujah. The last one. Ya mwisho. In the book of Jeremiah chapter 1 verses 8 to 10. Yeremia mlango wa kwanza mstari wa 7. Samahani, mstari wa 8 hadi 10. Maandiko kutoka kitabu cha nabii Yeremia 1 mstari wa 8 hadi 10 inasema, usiogope kwa sababu hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Continue. 9. Ndipo Bwana akaunyosha mkono wake akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. 10 ya Praise mwisho. the Lord. Bwana pewe sifa. Hallelujah. Hallelujah. This is a whole prophet of the nation by the name Prophet Jeremiah. Huyu alikuwa nabii ambaye ni nabii Yeremia. Jeremiah was living a fearful life. Yeremia alikuwa anaishi maisha ya kumcha Mungu. But on that day the Lord God put the word in his mouth. Ile wakati Mungu aliweka maneno katika kinywa His chake, life was delivered. maisha yake yakakombolewa. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said to me, behold, I have put my words in your mouth. When the word of the Lord is in you, Wakati you neno la Mungu are ndani yako, delivered. You are empowered. umetiwa You nguvu, are blessed. umebarikiwa. Hallelujah. Hallelujah. The things that you are not able to approach, you will approach them. Mambo ambayo kuendea Where utaendea, you are not able to reach, you will reach. palipo ambapo ungefika The things utafika. that you did not know how to do, you will know how to do them. Yale ambayo kujua The utajua. word of God is the power of God. Neno lake Mungu ni nguvu That za when Mungu. it is in you, Wakati liko ndani your yako, life is fully delivered. maisha yako yamekombolewa May the kamili. Lord touch you and put his word in your mouth. Akugusa na uweke maneno katika May you kinywa. start speaking the word of God. Uanze kunena maneno yake. Every enemy will subdue before you. Adui atajisalimisha mwenyewe. Hallelujah. Hallelujah. Jeremiah was not able to stand. Yeremia hangeweza He kusimama. was not able to face the enemy. Hangeweza kumwendea adui. He did not know himself as a prophet. Hakujijua kama nabii. Because he was not inside the word of God. Maana hakukuwa ndani ya The neno lake word was Mungu. not guiding him and controlling him. Angeweza kumwelekeza na But on kumuongoza. that day, Ila ile the siku hand of the Lord touched him mkono wa Mungu and kamgusa. put the word of God in his mouth. Akaweka maneno ndani ya He kinywa. became strong. Akawa na He nguvu. knew what to do. Akajua cha He kutenda. was able to approach every enemy. Akaweza kumwendea kila adui. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana pewe sifa. May the Lord touch your mouth with his word. Ukaguswe kinywa na kuweka katika maneno Hallelujah. yako. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana pewe sifa. There are things that you don't know how to approach Na them. mambo hujui But kuendea. when the word of God is in you, Wakati neno liko you ndani will yako, approach them. utaweza kuendea. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana pewe sifa. Continue. Endelea msomaji. Nasoma mstari wa mwisho wa 10. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Amen. Praise the Lord. Bwana Amen. pewe sifa. What are we really understanding in the revelation of the word of God that is written in the book of Jeremiah chapter 1 verse 10?
Je, tunaelewa nini kupitia maandiko haya? Number one, the word of God can be imparted to you. Neno la Mungu linaweza kupachikwa kwako. When the word of God is imparted to you, Wakati neno limeunganishwa na you are wewe, imparted in authority. umeunganika katika You are mamlaka, imparted in power. umeunganika katika You nguvu, are imparted in blessings. umeunganika na baraka. Hallelujah. Haleluya. The Bible says, Maandiko yanasema, see, I have this day set you over the nations, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya and falme over the kingdoms, na juu ya falme, to root out ili kung'oa and to pull down, na kubomoa to destroy na kuharibu and to throw down, na kuangamiza, to build and to plant. ili kujenga na kupanda. That is the power that is in the word of God. Hizo ndio nguvu katika neno. Anything that is unnecessary, Chochote kisicho when the word of God is in you, wakati neno liko ndani yako, you will see them being uprooted. utaona zikiweza kung'oka. Hallelujah. Haleluya. When something is being uprooted, Kitu kikiweza it kung'olewa, is taken away from the root. kimeondolewa kutoka katika It mizizi, will never grow again. haitaweza kumea tena. Any element of ignorance is Kila- being uprooted Kila by the word of chembe za God. kupuuza zinaondolewa na neno. Any element of generational curses is being uprooted by the word of God. Chembe za laana Any zinang'olewa. element of poverty Chembe za umaskini uprooted by the word of God. zinang'olewa kupitia neno lake Mungu. Anything that exalts itself against the knowledge of God Kinachojinua zaidi ya can ufahamu only Mungu be uprooted and also be destroyed. kunaweza kung'olewa na kuweza kuharibiwa kupitia neno. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Bwana apewe sifa. Praise King of Kings. Mfalme apewe sifa. See, I have this day set you over the nation. On that day that the hand of the Lord touched prophet Jeremiah and put the word in his mouth, everything changed. Siku ile aliyoguswa na Mungu kila kitu kilibadilika. Anybody who is admiring in the deliverance in the house of the Lord, may you receive the word of God. Yote anayetamani ukombozi, pokea The word neno. of God delivered people. Neno la Mungu kukomboa watu. Hallelujah. Haleluya. The word of God positioned people in their grand master plan that Jehovah ordained before the foundation of the earth. Huweka watu katika misingi ambayo Mungu aliweka kabla ya There mwanzo wa is dunia how hii. God designed you to be. Kuna jinsi vile Mungu alikuweka. There is how God wants you to live. Kuna vile anataka ukaishi wewe. But that life, Ila hayo maisha that Jehovah, who is a good planner, ambaye ndiye anayepanga who had mema, a good plan for us, aliye na mpango mwema juu you yetu, cannot see your grand master plan in your life utaona mpango mkuu katika maisha. until the word of God is in you. Lazima neno likae ndani For the yako. word of God to be in you, Ile neno la Mungu likae ndani you yako. need to take time with the word of God. Unahitaji muda kukaa katika neno Meditate on it day and night. kwa kulitafakari usiku na What mchana. am I saying? Nasema nini? Have time with the word of God. Kuwa na muda katika neno. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Bwana apewe sifa. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. If you want to meditate on the word of God, Ukitaka kulitafakari neno, after listening diligently for the service like this, baada ya kusikiliza kwa umakinifu, when you go home, wakati umeenda nyumbani, create your time. tafuta muda wako. Create your time. Tafuta muda wako. I've learned this. Nimesoma hiki. But what this word, how can it deliver me? Je, linaweza kunikomboa What is vipi? really saying upon my life? Je, linasema nini juu ya I maisha want to know yangu? it. That when you are allowing the Holy Spirit to take over. Unaruhusu Roho Mtakatifu kuchukua usukani. Hallelujah. Haleluya. Bwana apewe sifa. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Those who are coming technically in the house of the Lord, I just require you with a humble heart. May you change mentality. The world that we are living, we are just passerby. But in the time that we are living in this world, we must leave legacy. Lazima tuache kumbukumbu. Hallelujah. Haleluya. We must leave good reputation. Tuache kumbukumbu nyuma That iliyo the nzuri, generation that is coming will learn also from us. ili wale wanaokuja pia wasome kitu Bwana kwetu. Yesu asifiwe. Praise Jesus. Bwana apewe sifa. Praise God. The things of this world that we are thirsting, we shall leave them here. Mambo ya dunia hii mnayotamani But when tutayaacha. the word of God is in you, Ila wakati neno liko ndani yako, that uproot everything, linalong'oa kila kitu, you yourself will live a life that you are delivered. wewe mwenyewe utaishi maisha uliokombolewa. Hallelujah. Haleluya. You will start living a blessed life. Utaishi maisha ya baraka. What is living a blessed life? Maisha ya baraka ni nini? Blessed life is living when you know God. Ni kuishi wakati umemjua Mungu. Hallelujah. Haleluya. When you believe in Jesus as your personal savior. Wakati umemwamini yeye kama When Mwokozi. you can worship him and also serve him. Wakati unaweza kumtumikia na With the kumwabudu whole of your na heart. moyo wako wote. God created us to worship him. Alituumba tukamwabudu. Hallelujah. Haleluya. You cannot worship Jehovah if you don't know his word. Huwezi kumwabudu Yehova usipojua neno It lake. is not the word of God that you hear. Si neno ambalo nasikia It tu. is not the word of God that you see in the TV, the way it is written in the book of Jeremiah chapter 1 verses 10. See, I have seen this day, I have
I have this day set you over the nations and over the kingdoms, to root out and to pull down, to destroy and to throw down, to build and to plant. That one is not the word of God. Hiyo si neno. It is the word of God that is in you, Lilo ndani ya moyo that is in your system. ambalo liko katika mwili wako. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Bwana apewe sifa. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. It is the word of God that is controlling you and directing you, Wakati linakuelekeza na that kukuongoza. you cannot do anything outside the word of Uweze God. kutenda chochote pasipo You neno. need time with the word of God. Unahitaji wakati au muda na neno. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Jina la Bwana litukuzwe. Praise them the living God. Hallelujah. Haleluya. Praise God. Bwana apewe sifa. Praise King of Kings. Falme apewe sifa. I told the people of the Lord Tuliwaambia watu wa Mungu that this month of June we shall fast and we shall come here and watch and also pray and welcome this month. mwezi huu Hallelujah. tutafunga na kuweza kukeshea. You want this, it is 30 days or 31? 30 days. Yes. This 30 days is enough for a change of level, glory to glory, when the word of God is in your life. Mwezi umetosha kubadilisha na kuweza kuwa na Hallelujah. neno. Haleluya. Bwana apewe sifa. Because it is the gateway Kwa maana ni njia kuu for all the breakthroughs, kwa kila upenyo ambao unahitaji. all the supernatural breakthroughs. Kila mambo ya rohoni ambayo yanaleta upenyo. Hallelujah. Haleluya. If you are outside all the supernatural breakthrough Ukiwa nje yote ambayo katika that ulimwengu is in the rohoni, revelation of the word of God, ile katika ufunuo wa neno, then you cannot live how God wants you to live, Ina maana- because you are not in the channel. ina maana kwamba hutoishi jinsi vile Mungu anataka, maana hauko katika njia Bwana kuu. Yesu asifiwe. Praise Jesus. All the connection that is making the camera to be live is not here. They are very far. Ziko mbali But sana. there is connection that are connect them, that can control them everywhere you want it to take it, because there's a base. Imeunganika maana ina Hallelujah. Haleluya. The starting point for your blessing and your breakthrough is in the word of God. Mwanzo wako wa baraka katika neno. Praise the Lord. Bwana apewe sifa. But I thank the Lord, there are few who understand what I told them on Sunday. There are some who watched with me here. We Na wale prayed. waliokesha Tumeomba mpaka mimi nimeenda kulala saa 10. Saa 10. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Sijui kama mimi ndio niko na shida mingi sana. Unajua ukiwa na shida unaweza kutafuta Mungu sana. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. But when now I look your life in the supernatural with the spiritual eyes, I'm seeing also problems in your life. Maisha yenu katika ulimwengu wa rohoni nikiyatazama naona What I'm shida. now seeing and I'm understanding, Ila you kufahamu. don't know how you can deliver yourself. Haujui jinsi vile kujikomboa mwenyewe. Praise the Lord. Bwana apewe sifa. Don't be a pretender in the house of the Lord. Be realistic. Amen. Praise the Lord. Bwana apewe sifa. Hii mahali ambapo tumefika na dunia, mtu asikudanganye hata utahangaika katika dunia hii kutafuta manabii na nini na nini. Wewe tafuta neno la Mwenyezi Mungu ukukomboe. Tafuta neno la Mwenyezi Mungu ikukomboe. Hallelujah. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. This is the only tool that God gave Joshua after the death of a deliverer, Moses. Ndio kifaa tu alichopewa Yoshua baada ya Musa kuondoka. This word, Neno hili if you meditate on it day and night, ukitafakari usiku na mchana, hallelujah, haleluya, it will make your ways prosperous. itafanya njia zako kufanikiwa And then it give you good success. na pia inafanya ukastawi. You need good success in your business. Unahitaji kustawi katika biashara yako, You need good success in everything that you are doing. kustawi katika kila jambo But unalotenda. you need what you are outside the controller that releases that thing. Ila uko nje ya kile ambacho kinawachilia. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Unaona vile tulikuwa tukienda nikirukaruka hapa nikipiga nduru hapa, sitakuwa nikipiga nduru. Nitakuwa nikienda tu taratibu hivi. Yule mtu ambapo anataka kufuata afuate. Yule mtu ambapo hataki kufuata hatafuata. Jana wakati Umundi ndiye alitembea na gari na akaniambia pale ile miti imewekwa kwa kanisa ya kona pale, ukifika gari ina puli na kupeleka kwa ile pole. A driver anamwambia driver mwenzake ya kwamba he was alerting me that if you don't want to cause accident, be very careful when you reach there. Mimi nikakuja nikasahau. Niliposahau gari sasa inaumana na ile pole na ni usiku na niko peke yangu. Nikakumbuka there is something that somebody told me, a driver, that if I'm not very careful in that place, I will not be safe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana pesifa. Amen.
akasema ningoe hii miti, sina tarimbo ya kungoa. Bwana asifiwe. Bwana pesifa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. After hearing this word, Baada ya kusikia neno, there is something that we are going to meet after this service. kuna mtakutana nacho That baada ya if ibada you hii. really meditate on this word, you will not see any problem. Ukitafakari kweli hutaona Hallelujah. shida. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Don't just be in the house of the Lord technically that you are in the house of the Lord. You are in the first service, you are in the second service, you are in the third service. Take the word of God. Beba neno. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana pesifa. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Hii neno ndio ukitoka nayo hapa utaona Mungu. Mungu anakaa katika neno lake. Amen. Mungu anakaa katika neno lake. Amen. Unaona great nations, they are blessed, they are rich because of the technology, but now the word of God is not in them. Now Africans now are going to Europe to teach them the word of God. Any minister who is ministering in Europe is a rich person. They respect him because he carry what they know, and now they don't know it. Kile ambacho And now the generation is perishing in great nations because the word of God is not there. wanaangamia kwa sababu wamekosa neno lake Mungu. Kuna mkutano ilikuwa hapa Leisure Lodge. If you cannot grow in the word of God, people are growing in technology. Sasa hii, if the word of God cannot change you, then you will find a world where you will live and you will not find. Sasa hii kunataka kuletwa robot ambapo watu watakuwa kinunua hizo robot na inafanya kazi kwako. Robot sasa ndio inataka kufanya kazi nyingi. Hiyo ndio technology ambapo ilikuwa kifundishwa watu, ambapo inataka kucover the whole of Africa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wataalamu walikuja hapo kuelekeza watu how things are supposed to be. Na tayari imekuwa tested, imekuwa hivyo. Sasa hizo robot zimefika kwa kiwango ya kwamba zitakuwa zinajazwa hata sperms na kujaza watu mimba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana pesifa. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Wale ambapo hawakuenda huku, hawakujua kuna kitu inaendelea Leisure Lodge, unaweza kuongea na Teacher Celestine akupe notes kidogo, ujue kwamba the world is going very far. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Now the word of God is close to us. Ila Mungu liko karibu It nasi. is a word that is not far. Haliko It mbali. is not in the technology. Haliko katika It teknolojia. has been tested and proved that it is right. Imejaribiwa na kuhakikishwa kwamba liko sawa. Hallelujah. Why don't you go in the way of the word? Bwana tusiende katika njia ya neno. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Tunaweza kufanya visanga mingi sana hapa, lakini kitu ambapo inafaa ingie kwa watu haijafika. Kanisa, anzeni kubadilisha minendo na mitindo yenu, muanze kujua neno la Mwenyezi Mungu. Wazee, mzee sasa angalia umezeka na bado haujakuwa na neno la Mwenyezi Mungu. Go back to the word of God. Inasema siku zetu ambapo tunaishi hapa duniani siku 70. Kama uko na 35, umebaki na 35. Bwana Yesu asifiwe. Kama umefika 50, sasa maliza mwenyewe. Bado unang'ang'ana na dunia badala ya kujua neno la Mwenyezi Mungu ambapo inafanya all your ways prosperous. Fanya njia zote kiwa. Inatengeneza njia zako hapa duniani mpaka huko juu mbinguni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jana kuna tajiri mmoja alikufa jirani yangu. Stanley anamjua, is related to the wife. Mtu tajiri alikufa kwa nyumba. Nikasema Mungu, nifungue anga yangu ili nijue hii dunia vizuri. Ili ninapofundisha watu nifundishe watu hekima ya Mungu. Huyo bwenyenye alivyokufa, yeye alienda kuzikwa. Siku hiyo watoto wameanza kuuza vitu kwa nyumba. Watoto wameanza kuuza kila kitu. Vitu zinauzwa. Vitu ambapo alikuwa akichukulia loan, vitu ambapo alikuwa kilala njaa akitafuta, vitu ambapo alikuwa kiabudu. Unajua kama hauna Mungu na wewe ni tajiri, ibada yako utakuwa kiabudu hizo vitu. Kitu yote ambapo moyo wako imependa kuliko Mungu, hiyo ndio Mungu yako. Kanisa imekataa kusema amen. Sasa aliwacha Mungu wake na akaenda, sasa zinaanza kuharibiwa. Nikasema, oh Jehova, Mungu tusaidie.
vitu ambapo tunang'ang'ania. Hao watoto pia wekiwe tu msingi ya Mwenyezi Mungu, pia Mungu atawabariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana pesifa. Amen. Kanisa Bwana asifiwe. Amen. Tusing'ang'ane outside the word of God. It is only the word of God that can make our ways prosperous and bring good success. Na kuleta kustawi Bwana pia. Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Praise the living God. Kanisa wakati wa usiku tunaweza kukuwa na very humble time ya praying and also teaching ourselves and also having a time for meditation. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana pesifa. Amen. Msiangalie hii dunia hii na vitu ambapo zimekaa ndani yake. Hizi vitu zinawachwa hapa watu wakienda. Haleluya. Amen. Kanisa Bwana asifiwe. Praise God. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Mtu yote ambapo anahitaji maisha mazuri, maisha ambapo inatoka kwa Mwenyezi Mungu, tutaona in your relationship with the word of God, your relationship with God. Uhusiano wako na Mungu. If you love something, Ukipenda the only kitu, thing that will give is your time. muda wako ndio utapeana. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Sasa hivi sasa muda yangu sasa imeisha, siongezi. Hata nimemaliza ibada ya kwanza. Hii is peanut. Hii ni kitu kidogo sana. Hii ni kitu kidogo sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana pesifa. Amen. Wekeni mikakati namna tunaweza kukaa kwa mpango na mapenzi ya Mwenyezi Mungu according to his word. Kulingana na neno lake. Tuache msisimuko. Tuache msisimuko. Tukae kwa mpango na mapenzi ya neno la Mwenyezi Mungu, ili neno hii ndio ifanye vile inavyotaka. Bwana pesifa. Amen. Na tukienda tu hivi tutakuwa tunafikiria kwamba tuko mzuri, lakini hatuko mzuri. Tutakuwa tunafikiria tunaendelea mzuri, na kumbe hatuko mzuri. Mtu ambapo anajua neno, vile Mungu anaabudiwa kwa neno lake, akikuona kama unaabudu kama hujui neno, anamaka. Ni kama kuona mtu anakula kinyesi. Kuna Mungu anaabudiwa according to his word. Amen. If you are outside the word of God, then it's not true worship. Bwana pesifa. Amen. There is no any success outside the word of God. No success outside the word of God. Hakuna kustawi nje ya neno. Unaona sasa kanisa kama hii. Hivi sasa wazee kama Masheti, hawa ni wazee ambapo wanacheza keyboard. Hawa ni wazee ambapo wamehakikisha kwamba nyumba ya Mungu inaendelea mzuri. Mipangilio inaendelea mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vijana kama Liki, nyinyi ndio mnakesha hapa, mnatoka kwa kazi mnasema kwamba ninamkeshia Mungu wangu, ili hiyo kazi hiyo ambapo nafanya Mungu aingilie kati, afanye kama Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona sasa tunataka worship. Tunataka kuimba hapa shakla bagala. Mlifundishwa hapa kwa kesha kuimba na kuinua mikono yenu juu. Mnataka kuimba kama watu ambao wamepigwa bingu. Kwa sababu that word is not in you. Neno haliko ndani yako. Praise God. Kanisa Bwana pesifa. Praise God church. Wakati neno la Mwenyezi Mungu imetawala watu. When the word is in you. Hello. Utaona the spirit of the Lord now is guiding people. Na Mungu itaanza kuongoza level. na kufundisha watu viwango vingine. Hallelujah. Bwana pesifa. Praise God. Na wakati watu neno imefundishwa kwa watu ambapo they are not taking time with the word of God, even that time that they can practice the word of God, they don't know what to do because the fear is in them. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jeremiah feared the enemy. Yeremia akamwogopa tu. Hangeweza kumwendea. Wakati mkono wa Mungu ulimgusa na kugusa kinywa chake neno lake Mungu. Hallelujah. Akakombolewa. Wacha neno la Mungu likakukomboa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Nimemaliza, simama kwa miguu yako. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Nimemaliza, simama kwa miguu yako. Inua tu mikono yako, ninaenda kuomba kidogo. Baba yangu aliye juu mbinguni, hivi sasa Jehova, ni mwezi wa 6, nimefundisha misingi ya neno lako ambapo inafanya njia za wanadamu kufanikiwa. Ninamsihi Jehova Yawe, waumini wote wa Cornerstone, wa mama na wazee, vijana wote Jehova nisi, hata na watumishi wa Mungu Baba,
wachilia neema ya neno lako, wachilia neema ya neno lako Jehova Nisi, ili Bwana tukaanze kuchukua muda mrefu na neno lako tukitafakari, ili neno hii Jehova Shama ndio ianze kufanikisha njia zetu. Hatutangangana mwezi wa 6 ikiwa neno la Mungu Jehova Nisi watu waanza kuchukua muda na neno lako. Ninafungulisha neema kubwa kwa ajili ya watu wako Jehova Nisi, wote ambapo wamesikia neno hii, wacha neno ambapo ikitoka ambapo haiwezi kurudi nyuma bila kutenda kusudi lake. Baba yangu aliye juu mbinguni, ninaomba misingi ya kanisa ya Cornerstone itawalwe tu na neno la Mwenyezi Mungu, ili mahali ambapo hatungeweza kufika tutafika kwa sababu ya neno lako. Vitu ambapo hatungeweza kutenda wala kutojua tutajua kwa neno la neno lako. Ninaomba Jehova Nisi, neno ambapo ulimpa Joshua mwana wa Nun ya kwamba awache mambo yote bali akachukue tu neno lako usiku na mchana ili akitafakari Jehova Rafa. Ninafungulisha Baba yangu, ninaomba Roho Mtakatifu ya kuelekeza watu kupitia kwa neno lake, ili watu wawe na kiu, watu wawe na njaa la neno la Mwenyezi Mungu ianze kuonekana katika madhabahu hii. Wote ambapo anatufuatia katika mtandao, ninaomba neema, yule mtu ambapo afuatilii neno bali anafuatilia miujiza peke yake, Biblia inasema kwamba vitu vyote vitapita na neno peke yake ndio itabaki. Baki na kitu ambapo itabaki, baki na kitu ambapo Mungu uumba nayo vitu kila kukicha. Asante Baba yangu aliye juu mbinguni, asante Mtakatifu wa takatifu, asante kwa watu wako wa dhamana, asante kwa neno lako Jehova Nisi. Baba, ninaomba hata kwa ajili ya branches ya Dima leo hii Bwana wako na ibada ya Holy Communion. Ninaomba ibada yao ifane wakati wanapoenda kukula na kukunywa mwili na damu ya Yesu Kristo, magonjwa yote yondoke, hali zote ambapo zilikuwa wamewafunga Jehova Nisi waende tu kwa njia ya neno lako. Wacha Bwana sifa na utukufu kwako unapoenda kukumbuka hata branch ya Nairobi, branch ya Mikindani na mtumishi wako askofu yetu Jehova. Ninaombea hata wote ambapo wanatufuata katika mtandao, katika hali zote, watu wanaopitia magonjwa, watu wanaopitia mambo magumu, walio na cases mahakamani, watu ambapo wamenyang'anywa haki yao. Wacha neno la Mwenyezi Mungu ichukue usukani katika maisha yenu, kama nyakati za Yeremia wakati ambapo iliwekwa neno katika kinywa chake. Ninaweka neno katika akili zenu, ninawachilia neno katika maisha yenu. Biblia inasema kwamba chanzo cha imani ni kusikiliza neno la Mwenyezi Mungu. Hivi sasa mwe watu ambapo wameinuliwa kwa imani, na Biblia inasema kwamba bila imani hatuwezi kupendeza Jehova. Wacha mwe watu ambapo ni wa imani, watu ambapo wamesimama katika misingi ya neno, watu ambapo wanapendeza Mungu yao. Vyote ambapo mtafanya mwezi wa 6 ifanikiwe kwa misingi ya Mwenyezi Mungu. Vita yenu yote Mungu akawapigania, kuwatetea. Mipango yote ambapo adui amepanga kwa ajili ya biashara yako, kwa ajili ya ndoa yako, kwa ajili ya kazi yako, Mungu mkuu mwenye nguvu na uwezo, anaotenda mambo ya ajabu, asiyelala wala kusinzia. Baba yangu, siku ya leo katika ibada ya kwanza, baada ya kukesha mbele yako usiku kucha nikitafuta uso wako Mungu anayotafutwa, hivi sasa Baba yangu, kwa neema ulioweka ndani yangu, ninawawekelea mikono Jehova, ya kwamba adui mwana wa mharibifu asiwaone mwezi wa 6 Jehova Nisi, washuhudie ya kwamba hakika Mungu amekuwa upande wetu, Mungu ametuonekania, Mungu ametuponya, Mungu ametubariki, Mungu ametuinua kwa imani. Ibada mahali hapa ichukue mkondo mwingine, tione tumwandalie Mungu ibada na watu ambapo wanaongozwa na neno. Wakati ambapo tunaimba tuinde Jehova Shama ukiongozwa na neno, hata imani yetu iwe imani ambapo iko na neno la Mwenyezi Mungu. Hata namna tunavyoishi, kukula na kukunywa, iamrishwe na neno la Mwenyezi Mungu. Baraka zote ziwe za ushuhuda kwamba ni Mungu ndio ametenda. Hakuna neno lake ambapo imeandikwa in the book of Psalms 107 verse 20 that when he sent it, it healed people from all their destruction. Baba yangu, mwezi huu wa 6 tuma neno lako mahali hapa, ili mlima hii Jehova Shama iwe mlima ambapo imetawalwa na neno la Mwenyezi Mungu. Ninakushukuru Baba yangu aliye juu mbinguni, ninakutukuza kwa sababu nimeona mwezi wa 6 na macho yangu. Sifa zote na utukufu kwako. Asante Jehova, asante Mtakatifu wa takatifu, asante Mungu mwenye nguvu na uwezo. Baba yangu, ninakutukuza, ninakupenda. Ni nani kama wewe? Wewe ndio unabadilisha majira na nyakati. Hivi sasa Bwana umekuja na baraka mpya. Hivi sasa Bwana umekuja na neema mpya. Hivi sasa Bwana umetuinua kwa imani. Ujidhihirishe na kujitukuza kwa mambo mapya. Utukuzwe, uinuliwe, midiwe Jehova. Nani katika makofi kwa Yesu. Jina la Bwana Yesu litukuzwe.
the living God. Worship kidogo wakati ambapo ninakaribisha mtumishi Papa Joseph ili akabariki sadaka yetu ili tukaashe the second service. Karibu mtumishi wa Mungu as we worship the Lord. Wacha aombe ndio tuabudu. Karibu. Thank you, Jesus. Pigia mtumishi wa Mungu makofi anapoingia katika anataka kubariki kazi ya mikono yako, vitu ambapo Bwana amekubariki nayo mwezi mzima. Karibu. Bwana asifiwe kanisa. It is a giving time. Let us pray for giving. Mighty everlasting Father, Father our Lord Jesus Christ, we thank you for this month of June. Thank you because of how far you have been with us. Thank you because of using your servant to minister your word unto us, my Father. Thank you, Lord, because you have blessed us. In turn, we are going to honor you by way of giving. I pray that as we give, may goodness and mercy follow us all the days of our life. You love a cheerful giver, my Father. I pray that as we give, we may give cheerfully so that we may get favor from you. For this I pray in Jesus' name. Amen. Inua mikono yako juu tunapoenda kuabudu Bwana. Yesu unatawala. Sema tuinue mikono yetu juu tunapoenda kuabudu. Natawala Bwana kwa nguvu zako Yesu, natawala, natawala, natawala Bwana kwa nguvu zako, natawala, natawala, natawala Bwana kwa nguvu zako, natawala, 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 natawala Bwana kwa nguvu zako, natawala, natawala, natawala Yesu kwa nguvu zako, natawala. Sema unatawala, unatawala Mungu wetu, unatawala kwa nguvu zako, oh Baba, natawambia Mungu wa mbinguni watawala, unatawala, natawala, unatawala Bwana kwa nguvu zako, natawala, unatawala, unatawala, natawala, unatawala kwa neno lako Baba, kwa nguvu zako zilizomo ndani ya neno lako, tokea mbinguni watawala Baba, watawala, unatawala, tawala, oh kwa nguvu zako Baba, oh milele Baba, Mungu mwenye nguvu zote, wewe unatawala, unatawala, tawala kwa nguvu zako, kwa nguvu zako zilizomo kwa neno lako, tokea mwanzo unatawala Baba,
tokea mwanzo wewe unatawala, hata leo Baba unatawala kwa nguvu zako Mungu.